Chilemoke, chilemoke. Adela. Wow, yani nilipokuona tu hadi machozi ya furaha yakaanza kutoka. Yani asante sana umefika. Udugu wangu, mimi nilikuwa naenda kuzalilika hapa. Basi usilie rafiki yangu, pole. Yani wewe ndio udugu wangu, wewe ndio tegemezi langu. Yani utajiri wako wote ulikopo nao umebeba wewe mwenyewe. Ndio maana nilikuwa nakuja pale nyumbani nakuta hola. Kila nikikuulizia nakuta hola. Namkuta yule jamaa yule nunda yule. Yule white malia yule. Yule na longo ngumu acheki. Yaani wewe, kwa jinsi mimi ninavyokujua na kwa jinsi ninavyomjua ndugu yangu, ni watu wawili tofauti. Hamwezi kumechi hata siku moja. Kwa lazima mlikuwa mnapishana. Basi sawa. Kwa leo umerudi. Mimi na mimi nitachangamka. Usijali rafiki yangu, mimi nimerudi, tutakuwa pamoja, mambo yako yote yataenda sawa. Vipi napo kwenye shavu umefanya nini? Au ndo harakati za kufuata nyanya sio gengeni kwako? Naomba nikutete kidogo. Niseme ukweli. Maana sasa ninauma hiyo. Nikimwambia mwanamke nimepigwa itakuwa ni aibu. Acha nizuke. Bwana Adela, kama unavyojua hapa Mkulanga. Mimi ni kijana shababi, naheshimika na wazee. Nishakaa na wazee wakubwa wenye akili zao. Hasa wakati narudi kwenye mishemishe zangu usiku, nimeshuka kwenye gari la watu wazito, wakanishusha. Wakati napita mle njiani, kuna vibaka wakanikaba bwana. Vibaka kama 10 hivi. Nikasema nini? It's me again, Mr. Burudani. Hawezi akakabwa hovyo hovyo. Ikabidi nikabiliane nao. Tulipigana kiasi kwamba usiku uliingia, asubuhi kaingia, asubuhi yake kaingia. Ngumi tu hizo zinapiga. Yani walichoambulia tu. Kuna mmoja akaniponyoka kidogo, maana nilikuwa nimekumbatia hivi kama picha la Kihindi. Akaniponyoka akachukua kambao tu. Na mimi Wewe bwaga wewe. Unatoa wapi nguvu za kupigana na watu 10? Unanidanganya. Ndio na mimi nilikuwa najiuliza naanzaje? Aya, mimi naenda zangu nyumbani ndo kwanza nafika. Nikikaa na dakika 5 tu unanipiga kibomu. Basi sawa. Sasa mambo yatanyoka. Mambo yataenda stili by stili. Stili hiyo. Hapa genge limerudi. Mjini nimerudi. Mjini. Kijijini nimerudi. Mkulanga saluti. Adela wangu wewe. Ama kweli dunia tujaimaliza, kuna vitu chini uvungwa tujaviona. Watu wanaubadili mchana kuwa kiza, kama ubaya wa mwachi Mungu wanalipiza. Watazame hawa walipokuwa watoto wajasoma, wanasoma elimu ya watu wazima. Yani vituko sijapata kuona, wanaitwa mekwa. Kuna fimbo ya ajabu inayoweza geuka nyoka. Shakila huyo. Mzima. Ni mzima za kwako? Safi tu, sijui wewe. Mimi niko poa. Niambie shoga yangu. Safi hauonekani. Nipo rafiki yangu lakini nilitoka, niambie. Safi, umeenda kujikoke nini? Na achaje kwa mfano kijiji chenye si unakijua hiki. Tena nimekumbuka. Matukio kibaya yametokea hapa kijiji yaonekana. Haya, kuna msiba wa Meshaki. Meshaki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wewe. Ndio hivyo, amefariki ametotoka. Tatizo lilikuwa ni nini? Hata sielewi. Kaunga tu ghafla, damu puani na masikioni. Kwa hiyo mshazika? Wameenda kuzika, maana mpeleka kijijini kwao. Wamesafirisha. Poleni sana shoga yangu. Haya, huko naelekea wapi? Mimi naenda hapo kwa kipipi.
Kipipi? Vipi, mbona umeamaki hivi? Hamna. Kweli. Afu unanitisha Hamna. Bye bwana. Baruza. Mbona sielewi? Mjomba apite huku, wewe upite huku. Wakati kabisa mnajua mmeenda kwa mtaalamu, mimi sijaenda. Hamjanipa mrejesho ndio upata kule. Sasa mimi nitajuaje kama mkipita pita hivyo? Kweli da sister. Unajua, mimi nimetoka na mjomba hapa mpaka kwa Gangale kule. Kuhusu mazingira ya da sister. Unajua, mjomba kaenda kuongea na mazingira wale mganga pale. Mazingira fresh kwamba da sister kule yupo. Sema hata Gangali mwenyewe akasema kwamba situvute subira. Unajua mimi nikamwambia Gangali hivi, tutavuta vipi subira si itafika mwaka. Oya, ndo nikaatindikanya na kukwambia. Yule mganga anasemaje? Sasa kama wewe unaweza basi siende. Nikamwambia mimi sijaongea kwa ubaya. Unajua, basi toka hapo na mjomba wako. Nitakufinya kwa mganga mpaka tunafika hapa mtaani. Yaani mbanga zile dadangu. Unajua wakanipitia mwanangu Kipunja hapo tumeingia zetu road. Kama unavyojua maisha yetu atuli mpaka tukimbizwe. Na huyu mjomba yuko wapi? Mjomba kaenda kwa mjomba. Mjomba? Mkwe. Mkwe. Sasa mjomba ataendaje kati mazingira bado hajamaliza mtaani? Hivi hata ungekuwa ungeweza kubaki kila muda wewe unamkela mjomba wewe. Acha aende akajiwaze kule. Akikaa hapa mimi nimwite mama akasilike, mara ananiambia atanifinya, wewe mwenyewe umuite kunguru, sijui umuite nani, unategemea nini? Muda mwingine na ubadilike, mheshimu yule ni mtu mzima. Kwa hiyo mama yako? Mamangu. Kwani wewe mama yako? Mamangu. Sasa. Wale dimina na geto. Ndio unachojua hicho. Mimi nipo geto, mara misele mingi, mara kunguru, hiyo ndo kazi ulobakisha. Makoroboy. Salama tu, habari yako? Salama, kwema. Kwema, ndio. Samani, kuna kitu naomba nikuulize. Kwenye mihangaiko yangu na rafiki yangu kadogo, nilikutana na mke wako na shangazi yake. Ila kwa muonekano mke wako ni kama vile hayupo sawa. Anaumwa hivi. Na kutokana tu na hali ndio muona nayo, nikashindwa kumuuliza. Lakini kwa bahati nzuri nimekuona. Hivi, naomba nikuulize tena. Kwani Nkela anasumbuliwa na kitu gani? Nkela yuko sawa. Nkela yuko sawa. Na hapo ulipomwona kwa na shangazi yake, alikuwa ametoka nyumbani kuchukuliwa na shangazi yake muda huo. Nilikuwa nampeleka kwake kwa ajili ya uangalizi. Na kikubwa zaidi ambacho analalamika ni matatizo ya wanawake haya, kikubwa zaidi ni kichomi na tumbo inamkata zaidi. Kwa nadhani zaidi hayo hakuna kingine kikubwa. Poleni sana. Mungu atamfanyia wepesi. Ila pia samahani sana. Muda wenda nimeingilia ni mambo ya kifamilia. Hapana. Haujakosea kuniuliza kwa sababu sisi ni wanakijiji na inapotokea wanakijiji mwenzako anauguliwa au namna gani unapaswa kujua, kwa sababu kuugua na masuala ya msiba nafikiri ni jambo la kawaida. Kwa hiyo hujakosea. Na hata kama usingeniuliza mimi, hapo ulipomwona yeye na shangazi yake ungemuuliza. Angeshindwa kujibu yeye, lakini shangazi yake ingekujibu. Kwa hiyo hakuna kibaya ambacho umekifanya binti. Sasa hamna kingine. Ni hicho tu. Basi sawa, kama kutakuwa na mabadiliko ya aina yoyote ile nitakupa taarifa. Haya basi, kwa na siku njema.
Kipunje. Safi za hapa. Asante. Da, kweli umetoka town yani, umeng'aa nini, umetoka Chikopa au si? Kawaida bana. Unajua mimi nimeishi kijijini miaka mingi sana. Kwa hiyo nilivyoenda kurudi nikasema kidogo nifanane nao. Hata mafuta kidogo ninukia mjini. Sema hata huko ulikotoka inaonekana wamebadilika sasa hivi mpaka wamekuruhusu utoke kwenye mikato hiyo, sio poa ujue. Ubadilike wapi? Kama bibi yako ndo ana ukoloni ule alikuwa nao zamani. Yaani hapa nimefanya kutoka na mama mdogo, alafu nimevaa baya juu. Nilipofika tu stand ndo nikavua nikamrudishia. Kweli naoma hiyo. Vipi dada yupo? Sisteli naye alijichenga, alipotoka tu kwa Gangalee kule akapita moja kwa moja. Kafanya tu kunifutia haya bwana, mimi naingia zangu town kwa sababu kuna harakati zake kidogo, alisema hajaziweka sawa. Kwa hiyo ndo ameenda moja kwa moja kurekebisha. Bwana basi nikapumzike, nimechoka. Basi shega, sema kuna swala kidogo nataka tulizungumze, maana linanichanganya sana kwenye kichwa. Ila tutazungumza ukiwa umetulia kwa sasa hivi. Karibia ndani. Wewe Kipunje, umeanza tena mideko. Yaani mimi nisingekuja maswala yako ungemwambia nani? Acha bwana nikapumzika. Wewe nini sisteri? Habari sasa? Salama za kwako? Salama, karibu. Asante. Vipi dada Kipipi nimemkuta? Kipipi ametoka ameenda kutembea kidogo. Maana mji umepoa. Ni kweli kabisa. Shemeji, naona tangia ugombani na makoroboi basi ndio umegombana na sisi wengine kabisa tu nani? Hamna shemeji yangu, nilitoka mara moja ila sasa hivi ndio nimerudi. Wacha wewe, umeenda kunyunyiza huko ili kurudi huko chochote utachokisema makoroboi yafuate. Sio mambo yangu bwana. Hivi shemeji, unawasiliana kweli na makoroboi? Makoroboi nawasiliana naye, si rafiki yangu kila siku ya Mungu. Lazima nizungumze naye na kuonana naye. Yaani yule mtu yule hata si yupoje. Yaani mkiongea bali kidogo tu ya mke wake, mwenzangu anakasirika na vimbisha domo yule. Mpaka leo nakwambia, sijamtia hata machoni. Na simu zangu anipokelea hata sio ana shida gani. Shemeji, mimi nilishakwambia mara nyingi sana. Ukila na kipofu usimshike mkono. Nilikwambia kabisa unapokuwa na makoroboi, usizungumzie swala la mwanamke wake. Hilo ndio tatizo lako. Makoroboi wewe anakupenda na mke wake anampenda. Na kama angekuwa kupendi wewe asingekuwa anahangaika. Kwa hiyo nikushauri kwa mara ya mwisho. Unapokuwa na makoroboi usizungumzie swala zima la ndoa yake. Zungumza kinachokuhusu. Basi nikuombe, naomba ukutane na makoroboi unibembelezee. Turudi tena kama zamani mapenzi yetu, maana mimi nimemiss joto lake. Sawa, haina shida. Mimi nitaonana na makoroboi na nitazungumza naye na nitambembeleza. Na sio kumbembeleza peke yake. Nitamchukua, nitaonana na wewe, tutazungumza tukiwa watatu. Upande wangu mimi hawezi kuchomoa, nitacha kumwambia mimi. Kwa hiyo ondoa mashaka kabisa. Shemeji, basi nashukuru, sio nikushike mguu. Kingine sasa nikuombe. Ukiwa na shida na mimi, nipigie simu yangu. Umenikosa, nitafute kule kijiweni hapa usikanyage. Maana unaweza kukutana na Kipipi hapa ikawa tabu. Angekukuta hapa, tusingezungumza hivi tena. Basi mimi naomba kwanza niondoke, maana sija kanikupa shemeji. Shemeji. Usipite huko. Usipitie huko, unaweza kukutana naye hapo ikawa tabu. Vipi dadangu mimi? Safi, kwema? Kwema sugu toka. Kwema. Sasa nimekumbuka. Hivi lile swala la udugu wangu limeishia vipi? Mwenzangu, ndo tunalipambania bado. Usione kama tunalipigia hivyo. Damkunde anapambana kivyake, huku napambana na Baruza na mjomba, hivyo tunaliangaikia.
Mwenye hapa naye siamini ujue. Afu mpaka naingiwa na nguvu. Hivi kwa mfano akirudi kama alivyosema mganga, inakuwaje kuwaje na tasiri? Ndio mpaka naogopa Yaani unachokiwaza wewe ndicho nachokiwaza mimi. Binti akirudi ataishi maisha yale ambayo tumezoea kuishi naye kama zamani au ataishi maisha gani? Kwa sababu yaani naona kama vile sijui anarudi kuanza upya, yaani sielewi mwenyewe. Lakini ndio hivyo, ndugu yetu, tutafanyaje? Inabidi tumhangaikie na mpaka arudi. Hamna. Sema hiki kijiji nimekivulia kofia. Yaani hiki kijiji kina matukio sijawahi ona. Leo kafaulu, leo sio hivi. Mazingzongo kibao na sio vifo tu vya Mungu alivyopanga. Yaani mauzauza mazingzongo te. Mwanzo, mimi ndio nishawapigia sauti kabisa. Nimewanyoshia mikono. Maana hiki kijiji kimetaliwa na vingunge. Yaani wenyewe wanataka sijui tuabudu kama vile Mungu. Haya, tafanyaje? Mimi ndio nimetoka kwa kaka hapa sasa hivi na wewe nyumbani nimwacha mjomba. Unajua tena hapo sasa hivi tunaruza huko msiba. Mwenzangu, kwanza unisamehe, sikufanikiwa kuja msibani. Mwenyewe unajua familia yetu jinsi ilivyo na mambo mengi. Haya mambo yenyewe kila siku tunaangaikia jambo lile hata tujalimaliza. Wala hata sijali kipenzi changu. Naelewa magumu yako unayopitia. Na ndio maana hata sijaongea kuhusu. Sawa. Asante, lakini pia pole. Shapenda. Basi sawa, acha mimi. Haya, kwa basi. Yatochanganya maganiko pagaba mayo baba. Binge mitwe ya seba paga binge balemelwa kolala. Binge bale wazabako pandeka kinai kwaba. Bapandeke heshima ikojoba yogakala. Iliyopandishwe bodola lazima upite chini ya uvungu. Ili mosili nale na nzela nale kujala isi la kushoka. Chini muno shiko nyinge no shiko nyinge bano bale waza. Shiko nyinge no shiko nyinge wakobeta kine chini ya uvungu. Naletogwa na mane sili ya uvungu. Naletogwa na debe sili ya uvungu. Kole mambo poa. Mzima? Niko poa, sijui wewe. Mzima. Vipi, unaumwa? Hapana, ila leo sipo katika mood nzuri. Haya, naenda zangu hapo gengeni kuchukua mahitaji nikapiki. Hata kama upo kwenye mood nzuri ndio kama hivyo. Sijakuzoea hivyo bwana. Mimi nishazoea mwenyewe unachangamka. Siko sawa. Kama umemaliza unaweza ukaenda. Kwa hayo. Siku ukiwa na mood nzuri nitakuja kukutembelea. Sawa. Umalaya tu. Chevu. Afadhali tulivyokutana. Mguu ulikuwa unakuja kwako. Hata mimi nilikuwa nakuja nyumbani kwako. Kumbe ningetumia njia yangu ile ninayotumiaga, kumbe nisingekukuta nyumbani. Bila shaka kuna muda tunatakiwa tutembea alizini na kuna muda mwingine tunatakiwa tutumie zile njia zetu. Mwenzangu. Umefikia wapi? Yasmini, wewe sio kuniuliza mimi nimekuja na mpango gani. Nikuulize wewe ambaye umeupoteza ule msukule, umefikia wapi? Ni kweli. Nakuuliza hivyo maana wewe mwenzangu umenitangulia miguu. Maana ya kukuuliza hivyo ni kutaka kujua wapi umefikia. Maana hata mimi mwenyewe kuna mpango wangu ambao nimeupanga
tunataka tuufanye kwa siku ya leo. Mpango gani? Kama ndio hivyo ni sawa, nimekuelewa. Sawa kabisa. Sasa usisahau sehemu ya kukutana ni pale pale pa siku zote. Sawa sawa. Na kingine usisahau kile kifaa chako cha kazi. Babu. Babu, ndo nini unapita hapa umeshindwa hata kugonga mlango unisalimie? Yaani bwana, yaani speed niliokuwa nayo hapa hii. Yaani hata ningesema nisimame pap, ningedondoka kiuno kipata. Sio kwa wewe, nimesikia tu sauti yako. Nikafungua gia fulani. Chuma expo. Mjambo. Si jambo, shikamoo. Baba. Nakundanganya. Kwa hiyo babu, kisa nimekudanganya nitakuja kukufariji, sijaja ndo wewe ushindwe kunisalimia. Yaani msiba bibi ulinishika. Yaani katika misiba ambayo ilionipata, ule uliniuma. Tena ulinituliza, ulinibana. Nikikaa nikiangalia hivi ndio kuna pale sikuona. Mpaka nikamwa jitenge na wazee wenzangu kwa pembeni. Sema labda akiniona atakuja. Sijakuona. Kwa nini? Babu bwana, hujaacha mambo yako. Haya, huku unaenda wapi? Huku kwenda kwa bibi yao. Toka kwa jumba lako huku. Wamenivuga, ndio huku. Bongo jambo. Babu, hapa mimi kwa mjomba wangu. Mimi kwangu kule juu. Kwa mkwe. Haya. Mimi inabidi niende huku sasa. Vile una yangu hivi, kwani usifanye ukawa bibi wa pili hivi, ukapiga mguu fulani hivi, ukazungusha kiuno kikanyoka hiki. Unaona? Haya babu, na uzee huo unataka kunifia mimi? Nikufia kati mimi mzima? Yaani wewe fanya tu uende kwa bibi akakunyoshe huo mgongo. Lakini kuhusu mimi, haya mambo waachie vijana. Haya. Wewe. Sisi kama tenda kufikia. Mimi naenda. Haya babu bwana, safari njema. Haya. Kiepe, kama nilivyokuambia mwanzo, naanza kwa nimeshindwa kuvumilia, sielewi yani. Lakini siwa, hizi changamoto zitaisha tu. Wewe ndio uliniahidi kwamba uko na mimi kuna shida na raha, Kila watu anaopitia uko na mimi, bega kwa bega, hambo tu hambo. Haya, sasa hivi unasema kama umeshinda kuvumilia, kwa unataka ukate tamaa kweli, utoroke uniache mwenyewe kweli kuna majanga. Mko na huduma na wewe bana. Sio hivyo, yani namaanisha mwenzako nimekumisi. Si wewe mueleweka na wewe bwana. Unapoongea kweli unajizungusha, mimi naelewa nini sasa? Si wewe kuna iko kwetu mafumbo uto. Unajua mtu akimisi mwenzie inakuwa labda wako mbali ndio anampigia simu. Nimekumisi pia. Wewe tunaonana kweli. Kwa distance ndogo hivi kama vile urefu wa mswaki tu mwanzo na mwisho. Ndio kweli kunimisi. Kwa unamaanisha nachokiongea ukielewi au? Sura yako na muonekano wako ndio nachokihitaji. Kwa hiyo siwa, wewe uko radhi kabisa mimi liongezeke liadhabu likubwa
Unajua kabisa mpaka sasa hivi niko mimi natumikia kifungo kwa Bi Yasmini. Haya, nimetokea sasa mimi nikatembea na wewe tukafanya hicho kitu ambacho unakihitaji utimize haja zako. Akatufumania. Mimi nitakuwa nimeisha. Nimekwenda na maji sio. Kwa hiyo leo mimi nahitaji hichi kitu, ndo nakumbuka kama kuna Bi Yasmini. Ila wewe siku zile haukujali ba mdogo, haukujali Bi Yasmini. Basi sawa. Isiishie leo tu. Iwe endelevu. Siku yoyote ukihitaji na mimi nitakwambia Bi Yasmini yuko. Lakini sikia najua hivi vitu ni vya kuongea tu katika kufarakana. Kwa hiyo uko serious kabisa kweli nahitaji. Lakini kama tu nilivyokuambia mzee, mimi nakuwa na uoga huo. Au labda tuache tu. Sio, lakini uko serious. Ndugu yangu, mimi nimekuita hapa tuzungumze kitu cha muhimu sana ambacho kitakuwa ni msaada kwako na kwangu. Kitu gani hicho? Nadhani unaambia kuwa ulienda kwa kina Melissa. Ukaenda ukaonana na mama yake Melissa. Na akakupokea vizuri tu. Lakini kiukweli inavyosemekana huyo mama ni mtu mbaya sana kwa kijijini. Tena anaogopeka sana. Yaani inamaanisha ni mchawi. Mwalimu Jiwe, umezungumza, nimekusikia. Kwa kuwa nina masikio na nasikia. Lakini sijategemea kama ungezungumza utumbo kama huo. Hivi, mkwe wangu anawezaje kuwa mchawi? Mchawi anaweza kunzalia mrembo kama yule? Ana jicho kama naitazama kesho? Usake kuniambia kama wewe pia una wivu na mwanamke wangu. Au unamtaka Jiwe? Sipendi. Tena sitaki. Sawa sawa. Kama una jengine la kuzungumza, ongea. Lakini sio kunieleza utumbo kama huu. Najua huwezi kuamini kweli na uzungumza. Kwa sababu kwenye moyo wako amekaa Melissa tu. Lakini amini ninachokisema ni kwamba yule mama ni mchawi. Kwani unadhani mimi haya maneno nimejitungia? Mimi nimeambiwa na mtu ambaye anaishi katika hiki kijiji. Na ni mtu wa karibu sana kwa. Come on Mwalimu Jiwe. Mtu azibwe mdomo asizungumze. Kuongea ni haki yake ya msingi. Na anaweza kuzungumza neno lolote lile na pahala popote pale. Kwani kila kitu wanachozungumza watu kiko sawa? Au kila kitu kinakuwa kina ukweli ndani yake? Au nataka kuniambia mahusiano yangu mimi na Melissa kuna mwana kijiji yoyote ambaye anafahamu? Hebu niambie, ni nani aliyokuambia hayo maneno? Kaniambia mpenzi wangu Kole. Come on Mwalimu Jiwe. Ina maana kusoma kwako kote huko unashindwa kuchanganua mambo. Yaani Kole ndio kakupa maneno hayo mpenzi wako. Na unafahamu fika kwamba Kole na Tangani ni mtu na rafiki yake. Na Tangani aliwahi kunitaka nikamkatalia. Wewe uone kama hii ni jealous. Unajua na kushangaa sana wewe. Wewe ndio ule kuja kuniambia unaamini maneno yangu. Lakini sasa hivi unanipinga. Kwa nini? Kwa nini usiamini kama ule mama ni mchawi? Alafu kingine, ulikuja ukaniambia kuwa ulikutana na mzee. Lakini kumbe ule mzee ni sio mtu mbaya. Alitaka kukusaidia. Wewe, yule mzee ni mchawi. Tena mchawi kwa upepe. Kwani ukitazama hata mboni za macho yake, vile viini vyake sio sawa sawa na viini kama vya kwetu. Na hata zile ndevu zake kama ungebahatika kuziona sio za kawaida, yani kama shivo. Sijui unanielewa? Sasa cha msingi uwe baki na misimamo yako na mimi niache na misimamo yangu. Ila kukusadiki katika hilo juu ya mama yangu mkwe, sawa. Ama kweli dunia tujaimaliza. Kuna vitu chini uvungwe tujaviona. Watu wanaubadili mchana kuwa kiza. Kama ubaya wa mwachi Mungu analipiza. Watazame hawa walipokuwa watoto wajasoma, wanasoma elimu ya watu wazima. Yani vituko sijapata kuona, wanaitwa mekwa.
kuna fimbo ya ajabu inayoweza geuka nyoka, yani utastaajabu kuliko yale ya Nabii Musa. Kumbe kuna siri nzito sana. Kuna vitu vya kutisha uadui.